Mama Samia hoye! Dr. Tulia hoye! Ujio wangu hapa kwa kweli ni msukumo mkubwa wa Mheshimiwa mbunge Dr. Tulia Ackson. Akitaka kujua ni namna gani tunamalizana na jambo hili. Kwa hivyo hongereni sana watu wa hapa Mbeya. Na mimi nimepita kuikagua barabara. Yeye amenialika na Chama cha Mapinduzi kimenialika kwamba njoo uone, na tunataka majawabu. Muda unakwenda lakini hatuoni matokeo. Kwa hivyo nimekuja kwa ajili ya jambo hilo, na yako ambayo yamekwisha kuanzwa mlipopata nafasi ya kusema kwamba yako ya mitaro ya maji yanayotokana na ujenzi unaofanyika hapa, na mbunge ameniomba nitoe majawabu ya kwamba hayo mamitaro tutafanyaje. Lakini vile vile yapo yanayohusu ujenzi utakapokuwa unaendelea na ukakamilika. Vijana wa bodaboda tumewazingatiaje? Wakina mama wanaofanya biashara ndogo ndogo tutawazingatiaje? Au ndo kishajengwa basi tena wao la kwao limeisha, wanaangalia kwa mbalimbali hivi maendeleo haya. Na lingine lililozungumzwa ni kule Mbeya vijijini, mabarabara kadhaa aliyoyataja Mheshimiwa Ora Njeza ya Shigamba, ametaja barabara zile za Isionja Kikonde ambayo hiyo inakwenda mpaka Makete, na yenyewe ameitaja pia vile vile, na ile Makongoros. Yote tumeyazingatia. Sasa mimi niwaambie, serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndiyo inasimamia na imeleta mradi huu kwa ajili ya kuondosha kero ya msongamano katika eneo hili la Mbeya, imekwisha kutoa fedha nyingi zaidi ya bilioni 30, jumla bilioni 35. Mkandarasi huyu amekwisha kulipwa. Njoo bwana mkandarasi hapa. Na naambiwa wewe sasa unajua Kiswahili. Come right here. Yes, hapa. Hapa. Huyu bwana tumekwisha kumlipa bilioni 35 za ujenzi wa barabara hii kutoka Uyole kwa maana Nsalaga mpaka Ifisi. Hizo bilioni 35 hajazifanyia kazi yetu ipasavyo. Huyu mkandarasi ameleta masababu yake mengi. Mimi nimshukuru sana mkuu wa mkoa katika hizi sababu nyingi alizozisema hapa. Mkuu wa mkoa alikwisha zishughulikia. Kazi iliyobaki hapa ni kufanya kazi usiku na mchana.